Na swali ambalo limeulizwa kwa kipindi ambacho nimekiweka hapo nyuma cha issue ya water to cement ratio, uwiano kati ya simenti pamoja na maji. Swali lilikuwa linauliza tunazingatia water to cement ratio kwenye zege peke yake au hata kwenye maeneo kama plaster, matofali, lakini nikaongeza kwenye floor screed. Hiyo inakuwaje? Sasa jambo la kwanza lazima tujue, tunapozungumzia water to cement ratio, nilizungumza kwenye kipindi kilichopita kwamba water to cement ratio ni uwiano kati ya maji pamoja na cement. Yaani kama maji ukigawanya kwa kiwango cha cement. Sasa ili uweze kuelewa vizuri dhana hii, ili tuweze kujibu swali vizuri, lazima tujue matumizi ya vitu hivi kwenye construction, kwenye ujenzi. Izingatiwe kwamba katika tasnia ya ujenzi unapozungumzia zege, zipo aina zaidi ya 20, takriban aina 25 za zege. Na hii ni kulingana na matumizi, lakini pia kulingana na makusudi ya zege husika inayotakiwa. Kuna pre-stressed, kuna vitu kama red mix, kuna self compacted concrete, lakini sisi mara nyingi tunatumia RCC, reinforced concrete. So zipo aina nyingi sana za concrete. Lakini katika perspective yetu tumezungumza tu aina moja ya reinforced concrete. Nilizungumza kwa vipindi vilivyopita zege iliyochanganyika na nondo, na hii inaitwa RCC. Sasa tunaposema water to cement ratio, lazima tujue kwamba ni uwiano kati ya simenti pamoja na maji. Na hapa simenti siku zote inapochanganywa kwenye material, simenti ina act kama binder. Simenti ina act kama gundi ambayo inaunganisha mchanga, kokoto na maji. Sasa simenti ni ipo in powder form, ipo kama vumbi. Mbona katika form ya vumbi haiwezi kufanya zege kujishikilia yenyewe au cement mortar kujishikilia yenyewe au kwenye matofali kujishikilia yenyewe. So tunachofanya lazima tupate a liquid solution ambayo itafanya zege cement iweze kufanya kazi. Na cement inapoganda, nilizungumza kuna kitendo kinaitwa cement dehydration kinatokea. Na ni kitendo cha kupoteza maji na kufanya cement iweze kuwa ngumu. Kwa hiyo kwa kutokana na cement dehydration ndipo tunaweza kupata ugumu, ile hardening ya zege au ya cement. Sasa kwa sababu cement ina act kama binder na cement inategemea maji, ndio maana kuna uwiano kati ya maji na cement. Sasa kuna formula au kanuni ambayo ni lazima kila mtu aweze kuijua. Moja, kadiri maji yanapokuwa yanapungua, kwa sababu water to cement ratio inaanza katika 0.3 hadi 0.6. Kadiri maji yanavyopungua, strength na durability zinaongezeka. Kwenye zege wakati wote ule, kwenye zege, kwenye plaster, kwenye cement mortar, kadiri maji yanavyopungua, na hii inategemea na design husika ya mchanganyiko huu ulivyo designiwa. Lakini kadiri maji yanapokuwa machache ndipo strength, yani ubora au uimara wa zege au cement mortar au floor screed au matofali unaongezeka. Lakini durability, ile longevity, ubora kukaa muda mrefu pia unafanyaje? Unaongezeka. Sasa lazima tuelewe kitu kimoja kwamba unapoongeza maji yakawa mengi, nini kinatokea? Walkability inaongezeka, ile flowness, urahisi wa zege kutembea. Unasema zege haitembei bana, hii mortar haitembei. Ile flowness, urahisi wa zege kutembea unaongezeka, lakini strength inapungua. Kwa nini strength inapungua? Kwa sababu wakati wa kitendo cha cement dehydration, evaporation inatokea. Evaporation ni nini? Ni hali ya zege kupoteza maji, ni hali ya plaster kupoteza maji. Ndio maana nyinyi mtakuwa ni mashahidi, mafundi mtakuwa ni mashahidi. Ukiwa umemwaga floor screed, alafu unaweka labda sakafu kwenye chumba, halafu ukawa umeweka thickness kubwa, halafu ikawa na maji mengi, ikiwa inakauka inaanza kutengeneza crack kama frog au crack kama utando wa buibui. Hivyo kwenye plaster, ukiwa mpiga plaster thickness ikawa ni kubwa, halafu ikaanza kukauka, utaona kuna crack, nyufa zinatengenezwa. Sasa hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kadiri ile cement inavyoanza kuganda, kitendo cha cement dehydration inapotokea, maji yanapotea kwa kitendo kwa mfumo wa evaporation. Na kwenye zege tunasema pores, matobo, matundu yanaongezeka, na hapo ndipo unaona crack zinaanza kutokea. Kwa hiyo cement to water to cement ratio haiapply tu kwenye zege, ila mahali popote ambapo cement inatumika. Na lazima ujue kwamba kadiri unavyoongeza maji, walkability inaongezeka, strength inapungua. Kadiri unavyopunguza maji, strength inaongezeka, durability inaongezeka. Watu wengi hasa maoperator wengi
operators wengi wanaangalia workability peke yake, hawaangalii strength. Sasa unapoongeza maji ujue kabisa unaathiri strength na ubora wa zege na kuongeza workability. So watu wengi wanaangalia tu zege wanataka itembee haraka haraka. Zege kwa itembea haraka sababu ukiongeza maji workability inaongezeka, lakini strength katika zege yako inapungua. So hilo ni jibu la swali ambalo mmoja wa wadau wetu waliliuliza na tumeendelea kujifunza pamoja. Tuandikie kwenye comment, wewe una maoni gani? Unajua nini kuhusiana na water to cement ratio wakati cement act kama binder na maji yakiact kama solution inaweza kufanya binder inaweza kufanya kazi vizuri. Mimi ni Eman Paul na hii ni Limbo Nation Academy. Stay tuned, be blessed. Bye bye.